Young Africans imeja Yanga kuyazungumza mengi ya kimichezo. Kubwa zaidi ni taarifa kuhusiana na kocha wao mkuu Romain Folz. Mengi yanazungumzwa mara baada ya performance kuonekana kutokuwa nzuri chini yake, lakini kubwa zaidi mchezo wa hapo jana, sare ama suluhu ya bila kufungana dhidi ya Mbeya City. Meja, mambo vipi? Poa. Uko vizuri? Angalau kidogo, maana jana alikuwa mbaya. Lakini angalau leo kidogo mambo yamekuwa sio mabaya kidogo, sababu ndio maisha yanatakiwa yaendelee. Pressure imeshuka. Pressure sio kama imeshuka, ni kwamba kwa sababu tunaishi kwenye dunia ya watu wanaotuzunguka, wengine wanajua football, wengine hawajui. Kwa hiyo kuna wakati na sisi kama mashabiki ambao tuna majina tuna kazi ngumu sana ya kuwaelimisha watu kuhusu namna ya kushabikia hivi vilabu na namna ya kuendea mambo, kwa sababu mambo ni mazito. Kufikia mpaka jana mimi chozi imetoka kwa sababu ya timu, maana sio jambo dogo sasa. Tuanzie hapa. Ujio wa kocha Romain Folz toka alipokabidhiwa timu, maneno mengi yakazungumzwa. Wapo ambao wakaamini kwamba kocha apewe muda, lakini wapo wakaamini kwamba bado mambo hayaendi sawa. Tuje kwa upande wako, hadi sasa hivi kocha Romain Folz kwako ni kocha sahihi kuwepo Young Africans ama ni kocha wa aina gani? Ni kocha mzuri, lakini kuna msemo fulani wanasema mtaani huku, mtu akikuchukia hata ukicheza kwenye matope atasema unamtupia vumbi. Yaani kwa kifupi, kocha Folz kwa mashabiki wa baadhi ya mashabiki wa Yanga kwao hawana mvuto naye, na pengine wanaweza wakawa na sababu au hawana, kwa sababu kuna wakati mwingine unaweza ukamchukia mtu tu bila sababu, lakini kwa maana ya falsafa ya mpira mpaka sasa, kwa sababu muda aliokuwa nao mcheche sana. Nikiwakumbusha tu watu ambao wanapenda kuangalia, kwa maana ya wanapenda kufuatilia mpira, kuna kocha alikuwa wa Liverpool alikuwa anaitwa nani? Kocha Liverpool miaka kadhaa iliyopita aliomba apewe Jurgen Klopp. Aliomba apewe misimu 4 inaweza kuitengeneza timu. Sasa misimu 4 maana yake ni miaka 4 hiyo. Sasa kwa huyu kocha ambaye hata miezi 3 hana, wewe unakuja una claim kwamba ni kocha ambaye hana viwango. Mimi nashindwa kuelewa mpira wengine wanauchukuliaje, lakini kiukweli kocha Folz na mashabiki wa Yanga damu zimekuwa kama haziendani hivi, lakini sijaona changamoto yoyote, kwa sababu mechi alizocheza kwa ujumla yote ni mechi 10. Ametoa suluhu mechi moja. Sasa sio wana team kwenye engo gani, tubidi tuende nayo, kwa sababu nao wana hoja ya msingi, sio kwamba hawana hoja. Mashabiki sio kwamba wajinga, mashabiki wana akili nao. Wanaweza kuna vitu ambavyo vile Yanga ilivyokuwa inacheza msimu uliopita na vicheza sasa hivi, ukiangalia ile rhythm yake kidogo imebadilika. Kwa hiyo shabiki kulalamika kwa sababu yeye ndo ananunua jezi, anaingia uwanjani. Kwa hiyo lazima wakati mwingine hizi sauti zao zisikike, na ukisikia viongozi wa Yanga namna ambavyo wamesema. Tulimsikia Alex Ngai kazungumza jana tena, Alikamwe kazungumza kuhusu kwamba sauti za mashabiki atazifanyia kazi, maana hata wenyewe wanaona, kwa sababu Alikamwe naye amepitia kozi ya ukocha. Engineer Harris ni mchezaji yule, amecheza mpira, anajua. Kwa hiyo naamini wanaweza wakafanya jambo viongozi wa Yanga. Huenda kinachomhukumu kocha Romain Folz ni ubora ambao wameuseto Yanga kwa misimu 4 mfululizo. Ukitazama hili kwa upande wako? Sio ubora, ni mazoea, kwa sababu nimekwambiaje, amecheza mechi 10, moja ametoa suluhu. Kwa hiyo Yanga ni bora bado, kwa sababu kama unamfunga Simba, yani huyu kocha hana muda mrefu, lakini Simba amemfunga. Sasa wataka ubora gani? Ni mazoea. Tulishazoea, kuna falsafa fulani ya mpira ambayo tulizoea kwamba Yanga tunacheza kwa kasi, alafu pia kuna ile kitu kinaitwa mtafute. Sasa hivi imepotea, yani kwamba kwa mfano mpaka dakika 80, yani ndio dakika mbaya sana kwa Yanga hizo zote zilizopita. Ile ifika dakika 80 hujafungwa na Yanga, maana yake unakuwa kwenye pressure kubwa. Sasa hivi ile pressure imepungua, na mimi nimemuelewa kocha, kwa sababu anataka kuingiza falsafa zake. Sasa sisi mashabiki kahawa hatuna uvumilivu, tunataka yani kama chumvi ukiweka kwenye mboga au kwenye chakula hiyo imekolea muda huo. Kwa hiyo kuna wakati wanatakiwa uvumilivu, lakini mashabiki sisi wa Tanzania baadhi yetu uvumilivu hatuna. Tunataka yani kwamba kitu kikliki hapo kwa hapo. Ndio hiyo shida ambayo inamtesa Romain Folz. Tuzungumze hapa. Jana umetoa chozi kutokana na matokeo ambayo umeyapata huko Mbeya dhidi ya Mbeya City. Kilichowafelisha Young Africans jana ni mbinu za kocha, ni uwanja kama wengine ambavyo wanalalamikia, ama ni performance ya wachezaji kwa ujumla? Kilichonifanya nilie jana au kutoa chozi ni kwamba unasikia vibaya, unajiona una kila kitu, umeelewa alafu unalala njaa. Yani fedha unayo, una kila kitu, alafu umeingia kwenye sehemu ambayo uoni mandazi, uoni soda, uoni nini, yani utajisikia vibaya. Kwa hiyo jana kwa kifupi nilikuwa nimejisikia vibaya. Ukiangalia namna ambayo timu yetu ilivyo, ni timu kali ukifananisha na Mbeya City. Kwa hiyo niliumia sana, lakini kusema kwamba wapi tumefeli, mimi hamna tulichokifeli, kwa sababu football ni mchezo wenye matokeo ya kikatili, na haijaandikwa sehemu,
hakuna kanuni wala katiba kwamba Yanga kila mechi anayokwenda lazima ashinde. Ile ni sehemu ya mchezo. Kutoa suluhu, kufungwa na kushinda ni sehemu ya mchezo. Ni kwamba tulifanya kila kitu, timu ilifanya kila kitu, kwa maana tulifanya mashambulizi. Wale Mbeya City kama ulikuwa unaangalia mpira tangu mwanzo mpaka yani dakika za mwisho ndio walitufanyia mashambulizi hata mawili matatu hayafiki, lakini sisi tangu mwanzo umeona tulishambulia mpaka ikafika sasa kocha akabidi aingize double striker kwa sababu ya kushambulia. Tulishambulia na kosa zikawa nyingi na wao pia walitukosa, lakini mchezo pengine ulipangwa tu uishie kwenye suluhu. Lakini mimi kwa kifupi kusema kwamba eti namtem kocha kwamba ana makosa au wachezaji, hapana. Wakati mwingine unaambiwa lilia bahati usililie kujua. Kwa unaweza ukawa unajua sana, lakini kwa kifupi jana kwetu sisi haikuwa bahati, lakini pongezi ziende kwa Mbeya City kwa sababu walikuja na mfumo mzuri, walikuja na mipango mizuri. Kwao wao ni kama ushindi. Unapocheza na timu kubwa kama Yanga ama Simba, alafu unapata suluhu, maana yake kwako ni ushindi. Kwa Mbeya City, kocha Malale 50 anatakiwa yapongezwe. Sijui kwa nini watu wote tunazungumza tu kwa nini Yanga hajashinda. Tunatakiwa tupongeze kwamba Malale 50 amecheza kimkakati, amecheza vizuri. Kwa kocha mzawa kama yule, kwa mechi ya jana alivyoicheza kimkakati, mimi nampongeza sana. Sisi kwetu haikuwa bahati Yanga, lakini sio kwamba kila mechi lazima si Yanga tushinde. Hiyo haipo. Meja, hiki kikosi cha Young Africans kinachomkosa Hardy Aucho, umeona pengo lake hadi hivi sasa? Pengo kwa maana ya pengo mazoea, sio swala la pengo. Kwa sababu yeye alikuwa anacheza namba 6 pale, tuna Azizi Ndambwile anacheza vizuri. Labda mtu aje aniambie kwamba Azizi Ndambwile ana makosa gani, ndio naweza nikasema Aucho. Ukimkosa mtu pengo lazima liwepo. Yaani hata mimi na Bimeja leo hii nikiondoka duniani, akija mtu mwingine akijiita na Bimeja, hatuwezi kufanana. Kwa hiyo kitendo cha kuondoka Aucho, pengo lipo kwa sababu yeye ana staili yake ya uchezaji na huyo Azizi ana staili yake ya uchezaji, lakini si kwamba tumekosa matokeo jana kwa sababu labda huyo nani Aucho hayupo. Sababu bila Aucho tumeshinda mechi zote na huyu mtani wa nili tumemfunga hapa juzi, Aucho hayupo. Kwa hiyo sisi kwa sababu Aucho hayupo, lakini ni pengo kwa sababu type ya uchezaji wa Azizi na type ya uchezaji wa Aucho ni tofauti. Tuzungumzie kidogo maingizo mapya ambayo mmeyasajili msimu huu. Kuna kina Dombia wameingia pale, Celestine Kuwa wameingia pale. Hadi hivi sasa wamewapa kile kitu ambacho mlikuwa mnakihitaji, mnakiona kwenye Yanga, ama bado wapewe muda ili kuendelea kujiweka sawa? Wanatakiwa wapewe muda. Kiukweli hawajaonyesha vile viwango ambavyo sisi tulikuwa tuna mategemeo nayo. Na mimi siwezi kusema labda unaweza kwa labda hali ya hewa au pressure, kwa sababu si kila mchezaji anaweza kuhimili pressure. Ukiangalia wachezaji walioingia wote ni wachezaji wazuri. Ukimwona Dumbi anavyochukua mpira, anavyotoa pasi, unajua sababu ni mchezaji mzuri. Kwa hiyo inaweza kuwa ni mazingira tu ya ambayo tuweke tu subira, tufanye subira. Ni wachezaji wazuri sana. Maingizo yote ambayo ya wachezaji wote waliosajiliwa, sijamwona mchezaji hata mmoja hata mbaya. Lakini tukienda na pressure tutafanya kama walichokifanya wenzetu Simba, ambacho umeona msimu huu walivyo wa pluni ya wachezaji. Wakina Debla Fernandez, sio wakina nani, wote wakaondoa kwa sababu ya ile pressure. Unajua kuna wakati si viongozi wanataka kufanya, lakini wanalazimishwa na mashabiki ambao ndio walaji sasa. Yani walaji wa mpira ni mashabiki. Sasa shabiki akishapiga kelele, unaweza kukuta huyu Dumbi sisi tunamwona mzuri, lakini kelele zikiwa nyingi unakuta viongozi wana sasa kwa nini tukae kwa pressure, wanaamua kumtoa. Lakini kiukweli maingizo yote mazuri. Kwa mfano ukimwangalia Dumbia ameonyesha vizuri, Celestine Kuwa anaonyesha, lakini kuna ukimwangalia unaona pengine labda hajazoea mazingira ya ligi, pengine uko alipotoka hivi, au wakati mwingine unaweza kukuta anachezeshwa namba ambayo labda hajaizoea hivi vyote. Lakini mimi naamini maingizo yote ambayo Yanga tumeingiza, hakuna ingizo lolote baya. Umezungumza kwamba afisa habari wenu Ali Kamwe amezungumza kwamba sauti za mashabiki zitafanyiwa kazi. Hii ni kuhusiana na malalamiko kuhusiana na kocha. Hii inatupa taswira kwamba muda wote tutegemee kukutana thank you ya kocha Romain Folz. Hata mimi kwa mfano ningekuwa niko ndani ya uongozi, pengine ningependekeza hivyo. Yaani si kwa nia mbaya au kwa ubaya, kwa sababu hata kipindi kile Mwalimu Nyerere wakati anang'atuka aliangalia majority nasemaje, sababu wakati mwingine watu wakitoka kwa kocha watahamia kwako. Lakini ni hatari sana kwenye hizi timu zetu. Umeona wenzetu hawa nguvu mbili namna ambavyo wana struggle. Wana struggle kwa sababu vilianza kidogo tu. Mara Mangungu afai, Sweet Regeni afai, umekuta imekuwa mgogoro mkubwa. Hivi vilabu vina falsafa yake. Wanaanza kuangalia mmoja mmoja. Wataanza kwa kocha, wataama watakuja kwa wachezaji, mara watakuja kwa msemaji, mwisho wataingia kwa rais wa timu, afu itakuwa balaa. Kwa hiyo uongozi wa Yanga unatakiwa usikilize maoni ya mashabiki kwamba hawa mashabiki hawana imani na kocha. Kwa nini wasikilize maoni? Kwa sababu kuna bahati mbaya.
alafu kuna mikosi, inaweza ikawa mechi inayokuja mpira una matokeo yote, ikatokea tukapata suluhu au tukafungwa, watu sasa watarudi kwa viongozi, hawezi na kurudi kwa kocha, kwa sababu wanaamini kwamba huyu kocha hajajileta mwenyewe, ameletwa na viongozi. Kwa hiyo uongozi wa Yanga mimi naamini unaona na kama Alikama anakuambia kwamba kelele tutazifanyia kazi, naamini hata mimi katika nafasi yangu natamani nione kwamba uongozi si kwamba namchukia kocha au kocha ni mbovu, sio kocha, lakini sauti ya mashabiki ambao wao ni walaji. Tumecheza mechi juzi ya Champions League, tumekosa mashabiki wengi sababu watu kabla ya mechi hii ya jana washakuwa na jazba, na sisi tunakaa kwenye mitandao tunaona namna ambavyo watu wanatoa maoni yao. Kwa hiyo naamini uongozi wa Yanga kilio cha mashabiki ambao ndio walaji wenyewe watakisikia, si kwa ubaya. Huyu kocha ni mzuri, lakini mashabiki awaende naye, kwa sababu ukiona kocha anashinda alafu mashabiki wanakuwa hawana furaha, maana hiyo ni tatizo, na mashabiki ndio wenye mpira wao. Kwa hiyo mimi naamini viongozi wa Yanga wanaweza kufanya jambo soon. Umeona wapinzani wako namna ambavyo wamefurahia sare yenu kwa kiasi kikubwa, na wao wanampigia chapuo, wanasema kocha Romain Folz apewe muda. Kawaida ya Simba na Yanga katika mazingira kama hayo lazima iwe hivyo. Yaani wao hawana furaha kwa sababu wamekosa kombe misimu minne, alafu wamefungwa na sisi mara 6 mfululizo. Wana migogoro yao sio ya 49% kwa 51%. Kwa hiyo akiona kitu kidogo kama iko juzi tu alikuwa anashangilia jezi yao inaskani. Sasa kama mtu anafurahia amefungwa mara 6 mfululizo alafu jezi yake tu ikiwa inaskani, mtu anafurahia, maana yake wana wakati mgumu. Kwa hiyo akipata kitu kidogo tu lazima wachekecheke. Mimi nawaelewa, furaha yao ni hiyo, kwa sababu watafurahia nini? Uwezo sasa hivi wa kutufunga unaonekana kabisa hamna. Maana unaenda kwenye mechi wao wanakuwa watu wa pili, wanakuwa underdog. Kwa hiyo kwa hiko kilichotokea jana wakifurahia sio mbaya. Sasa fikiria kama sisi kutoa suluhu wanafurahia, siku wakipata suluhu wao sasa na sisi itakuwaje? Kwa kuna wakati mimi nawashangaa baadhi ya mashabiki wa Yanga ambao wanaona kawaida tu, yani kumfunga Simba wanaona kawaida, kuchukua ubingwa yani mara 4 mfululizo, kumfunga mtani mara 6 ni kitu kidogo. Sasa wao angalia t-shirt tu ina kinembo cha kuskani, kwao ni furaha. Jana tumetoa suluhu, yani wamepika mpaka pilau. Kwa kama mchungaji leo kanunulia chakula, si kawaida yake. Kanunulia biriani, kanunulia na soda mchungaji wa Simba. Umeelewa? Najibia ameniambia kwamba analetea 20,000 kwa sababu ya mechi ya jana, kwa sababu jana nilikuwa na majonzi, kwa hiyo ataniletea pesa kwa ajili ya kunifuta machozi. Sasa fikiria, yani hiyo ni suluhu tu ambao sio timu yao Mbeya City. Sasa ikitoka siku wakitoa suluhu wao wakitufunga, bado tutakuwa na hali ngumu sana. Leo wanashuka dimbani watani zako dhidi ya Namungo FC, unadhani wanaenda kutoboa kama ambavyo nyie mlibana ambavyo jana? Siwaombei washinde, lakini ukiwaangalia Simba na Namungo katika hadhi ya ubora kwenye makaratasi unaona Simba ana advantage ya kumfunga Namungo. Kwa hiyo pia nitashangaa nikiona Simba anashindwa kumfunga Namungo kwenye makaratasi, lakini mpira una matokeo ya kikatili sana. Ila mimi binafsi niko na choma ubani na udi ili wafanye vibaya na sisi tupate kucheka. Ndio tunavyoombeana hivyo, lakini ukiangalia kwenye makaratasi bado Simba hawezi kumtem na Namungo kwamba eti Namungo amezuia Simba. Lakini mpira kuna wakati mwingine Mgunda anaweza akataka sifa wakacheza kwa kukamia ukajikuta mpaka jioni maisha yamekuwa magumu. Lakini mimi binafsi naombea mabaya, kwa sababu kama jana mimi nilia, natamani leo nimuone mchungaji JB64 wakiwa wanalia. Tumalize kwa neno lolote kwa hiki ambacho kinaendelea sasa hivi ndani ya klabu yenu kuhusiana na mashabiki huku kocha, neno lolote kwa viongozi lakini pia kwa mashabiki wa Young Africans? Kwa mashabiki mimi nataka niwaeleze ni kwamba kuna wakati tunatakiwa tujifunze kwanza mpira, taratibu, kanuni na suni nitaandaa vipindi kwa ajili ya kuwafundisha watu sheria 17 za mpira, kwa sababu kuna mtu anashabikia mpira hajui sheria ya offside, hajui hata uwanja kama ni sheria, hajui kama mpira ni sheria, hajui kwamba offside foul ni sheria. Kwa hiyo kuwaelekeza waelewe kwamba ushabiki uendane na kujua mpira. Kuna wakati tunaleta pressure kubwa sana kwa viongozi pasipo kujua nini. Sawa, sisi lengo yetu ya ushabiki, basi tubaki kwenye ushabiki. Kuna wakati shabiki anaingilia kazi ya kocha, anaingilia kazi ya msemaji, inakuwa ni vurugu tupu. Kwa hiyo level ya ushabiki, engo ya ushabiki kaa kwenye ushabiki, viongozi waache wafanye kazi yao. Kwa hiyo hicho ndio tunachojaribu kueleza, tutulie wana Yanga. Hatuna baya lolote tulilofanya mpaka sasa hivi. Kikosi kimefanya vizuri, kikosi katika nafasi nzuri. Ligi ndio kwanza inaanza. Hii ni mechi ya pili, tumeshinda moja tumetoa suluhu. Tufanye utulivu, tusifanye pressure kubwa kufanya viongozi wakafanya maamuzi magumu, kwa sababu kama wanataka kwa kocha, kwa sababu inaanza hivyo kidogo, wanaanza kwa kocha. Siku Dumbia
itakuwa bahati mbaya atajifunga, wataanza kwa Dumbi, atasema Dumbi hafai. Boeli atakuwa afungi, wataenda kwa Boeli. Mwisho wa siku tutapata kama ambacho wenzetu wamekipata. Kwa hiyo kuna wakati mashabiki lazima waelewe. Hii pressure yao inawapa shida sana viongozi. Wenyewe wanaona kama kawaida ile. Sio tumtaki kocha, wanaona kama kawaida, lakini kiukweli viongozi mpaka sasa hivi hawezi kuwa na amani kwa sababu wao wanakaa pale kwa ajili ya wanachama na mashabiki. Kwa hiyo mashabiki watulie, hatujafanya vibaya na wala kocha hajafanya vibaya, lakini kwa sababu ya watu washapaza sauti sana kwa kuwaridhisha tu mashabiki, ni kwamba huyu kocha pengine wamtengenezee utaratibu ambao utawafanya mashabiki nao wawe na imani, kwa sababu timu ikicheza bila mashabiki inakuwa haifai. Umeona juzi Simba amecheza bila mashabiki, umeona hamna utamu wote. Kwa hiyo mimi viongozi wa Yanga ninachowasihi na waomba wafanye maamuzi ambayo wataona kwa maslahi ya Yanga. Yaani kwa maslahi ya Yanga na kwa maslahi ya mashabiki ambao wamepaza sauti, hawajaanza jana. Hii jana ilikuwa anatafuta tu sababu mtu aanze kusema tulisema. Kwa hiyo ndio hiki ambacho mimi binafsi natoa rai yangu kwa mashabiki pamoja na uongozi wa Yanga. Asante Meja. Asante.